Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema kwamba Wamarekani wameamua kwa makusudi kukiuka usitishaji wa makubaliano katika kumaliza vita dhidi yetu. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kwamba mashambulizi ya Marekani ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kumaliza vita na Iran ipo tayari kwa ajili ya mapambano zaidi kama wao watataka. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli ya vitisho akisema kwamba kama Iran itaendelea kushambulia meli za kivita basi wataweza kuisambaratisha nchi hiyo, kwani kitendo anachokifanya ni namna ya kuvunja usitishaji wa makubaliano. Pande zote mbili zinashutumiana kila mmoja kwamba ndiye anayevunja makubaliano ya kumaliza vita. Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje nchini Iran imesema kwamba shambulizi la Marekani dhidi ya vituo vya uchunguzi vya pwani ya Iran ni ukiukwaji wa wazi wa ibara ya 2 aya ya 4 ya mkataba wa Umoja wa Mataifa pamoja na ukiukwaji wa wazi wa aya ya 1 ya mkataba wa maelewano wa mwisho wa vita vilivyoidhinishwa tarehe 18 Juni mwaka huu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia ilielezea uvunjaji wa aya ya kwanza ya kumbukumbu ya Israel-Lebanon, maelewano ya kuwajibisha Marekani na pande zinazohusika. Matokeo ya hali hii, kwa mujibu wa maafisa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa namna yoyote ile inasikitisha na ni vitendo vya kichokozi vya Marekani dhidi ya Iran. Jana usiku, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kuwa ndege za Marekani zililenga maghala ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran pamoja na vituo vya rada ya pwani. Kufuatia mashambulizi hayo, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC walitangaza kuwa wamelenga kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, hasa katika nchi ya Bahrain. Hata hivyo, Bahrain imelaani mashambulizi hayo ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran dhidi yake. Shirika rasmi la habari la Bahrain limeripoti kuwa nchi hiyo imelaani mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran katika ardhi yake mnamo Jumamosi na kusema nchi hiyo ina hali kamili ya kutetea uadilifu na usalama wa ardhi yake. Iran hapo awali ilisema kuwa ilifanya mashambulizi dhidi ya ngome zinazohusishwa na vikosi vya Marekani katika eneo hilo, lakini haikutaja imeshambulia wapi na kuashiria eneo lililolengwa. Hadi hivyo, katika kipindi hiki kumekuwa na kutoelewana kati ya Marekani na Iran, hasa baada ya kusaini mkataba katika siku za hivi karibuni, mkataba ambao umeiweka Iran katika nafasi ya kumalizika kwa vita kati yake na Marekani. Lakini kutokana na hali ilivyo wakati huu, inaonekana ni ngumu kwa nchi hizo mbili kuvumiliana katika kumaliza mzozo huo, wachambuzi wa mambo wanasema, na ni kile kilichotajwa na Marekani kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ni sehemu katika bahari ya kimataifa. Kamandi kuu ya Marekani inasema kuwa ndege za Marekani zililenga miundombinu ya uchunguzi ya Iran, mifumo ya mawasiliano, maeneo ya ulinzi wa anga, vifaa vya kuhifadhia ndege zisizokuwa na rubani na uwezo wa kuchimba madini katika maeneo mengi ndani na karibu ya mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi baadaye lilisema kuwa mashambulizi hayo yalihusisha shabaha 10 nchini Iran. Washington ilisema operesheni hiyo ilianzishwa baada ya vikosi vya Iran kushambulia meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Panama ya kiku kwa ndege isiyokuwa na rubani. Meli hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya mapipa milioni 2 ya mafuta yaliyosafishwa. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kadhaa katika maeneo ya Sirik na Kashim kusini mwa Iran. Hatua ya hivi punde zaidi ya kijeshi ilifuatia awamu nyingine ya mashambulizi ya Tit-for-tat siku moja kabla, wakati Marekani iliposhambulia maeneo ya Iran baada ya meli nyingine ya wafanyabiashara Eva Lovely kushambuliwa. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema Iran inapaswa kuchukua hatua ikiwa kuna kutofautiana juu ya makubaliano ya kusitisha mapigano, akionya kwamba vurugu zitakabiliwa na vurugu. Ghasia zilizozuka upya zimeangazia tena mvutano unaozingira udhibiti wa lango la bahari la Hormuz, ambapo karibu theluthi moja ya mauzo ya mafuta na gesi na kimiminika duniani hupita wakati wa amani. Iran imezionya meli zisiingie wala kutoka nje ya ghuba bila idhini yake na imetishia kutoza ada za usafiri. Na hata hivyo, meli zimezidi kutafuta njia mbadala kupitia maji ya karibu na Oman. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News.